Bwana Yesu asifiwe. Jina langu ninaitwa Esther Muhagachi. Mimi ni mratibu mtumishi katika Jumuiya ya Kristo Tanzania. Ninaratibu shughuli zote za wanawake katika makanisa yote mwanachama wa Jumuiya ya Kristo Tanzania. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku hii ya leo ambapo tumeungana na wanawake wote ulimwenguni katika maombi ya dunia. Maombi ya dunia ni harakati za wanawake katika kuomba, na yalianzishwa na wanawake wa nchi za Marekani na Kanada, wakati huo wakiwa na hofu na mashaka kwa ajili ya watoto ambao wamebaki nao pale majumbani, waume zao wakienda katika shughuli za kimishonari. Kwa hiyo tumepokea maombi haya na sisi kwa pamoja tunamshukuru Mungu kama wanawake wa Tanzania kwa kushirikiana na wanawake wengine wote ulimwenguni katika hizi harakati za kuombea dunia, harakati za kuombea taifa, harakati za kuombeana sisi kwa sisi. Neno kuu kwa mwaka huu linasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Tumesikia hadithi mbalimbali kutoka kwa wanawake wa Nigeria ambao ndio kamati ya maombi iliyoandaa maombi haya kwa mwaka huu, na tumeomba pamoja nao, lakini pia tumepata nafasi hata sisi ya kuweza kuleta mizigo yetu kwa Bwana Yesu ambaye ndiye mbeba mizigo awezaye kutupumzisha. Tunamshukuru Mungu sana kwa sababu siku ya leo imekuwa siku ya baraka hapa katika mkoa wa Mara na katika wilaya ya Tarime. Mimi nimepata nafasi ya kuzungumza na wanawake, kueleza juu ya historia ya maombi ya dunia, lakini pia kueleza kuhusu hili neno kuu linalosema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao. Yesu ndiye mbeba mizigo. Kwa bahati nzuri sana mwaka huu maombi haya yamekutana na siku ya Kwaresma, tukiwa katika kipindi hiki kizuri cha kuomba toba na rehema, katika kipindi cha kujiungamanisha na Bwana Yesu katika safari ya ukombozi. Ndio wakati mzuri ambapo tunaalikwa tupeleke mizigo yetu kwa Bwana Yesu na yeye atatupumzisha. Kwa majina naitwa Mwalimu Skola Alex Kisero. Mimi ni mwenyekiti wa idara ya wanawake wilaya, lakini pia mkoa. Siku ya leo ilikuwa ni siku muhimu sana kwa wamama wa mkoa wa Mara na hususani katika wilaya yetu ya Tarime. Ni siku ambayo tumejumuika pamoja kwa ajili ya maombi ya dunia ya wanawake. Maombi haya sio kama ni maombi ya CCT, ni maombi yanayojumuisha wanawake wote duniani. Tunaombea watoto, tunaombea nchi, tunaombea kila matatizo yote ambayo yanapatikana katika ulimwengu huu. Hivyo na sisi wana wa Tarime hatukuwa nyuma, tumekuja kuomba pamoja. Wito wangu kwa kina mama, tunapokuwa tunaingia kwenye ibada hizi za maombi ya dunia, wamama wanatakiwa kujitoa sana, hasa muda. Wamama wengi wameshindwa kutoa muda wao kwa ajili ya maombi haya, lakini maombi yana nguvu. Maombi yana nguvu. Kiangalia hata katika mistari ya Biblia anasema maombi yaliweza kuhamisha milima. Kwa hiyo tatizo tulilonalo akina mama katika familia zetu, matatizo yote yanaweza kuyeyushwa na maombi. Kwa hiyo wamama tujumuika kwa pamoja, tuungane kwa pamoja katika maombi haya. Tuombe watoto wetu, tuombe familia, tuombe taifa, tuombe matukio makubwa yanayotokea duniani, na Mungu wetu atatubariki. Naitwa Ruth Hadi, ni mratibu wa CCT idara ya wanawake wilaya ya Tarime. Tunamshukuru Mungu kwa siku hii ya leo ya maombi ya wanawake duniani. Maombi ya wanawake duniani yanafanyika mwezi wa 3 kila mwaka, na maombi hayo naweza kusema sio ya wanawake tu. Maombi hayo yalianzishwa rasmi baada ya kuona wakina mama wengi walikuwa wakiishi katika mazingira magumu, maisha magumu. Kwa hiyo waliamua kupanga siku hiyo kwa ajili ya kuombea wanawake duniani. Kutokana na hali hiyo, tumeendelea na shughuli za maombi ya wanawake duniani, hasa tumejikita kuomba kwa ajili ya kuombea taifa letu la Tanzania na mataifa mengine duniani. Lakini kwa mwaka huu maombi yetu tumejikita zaidi kuombea taifa la nchi ya Nigeria. Tumeombea sana wanawake wa Nigeria pamoja na taifa jumla kwa mambo yote wanayofanya na kwa kazi wanazozifanya. Pia kwa mwaka huu tunajikita zaidi kufundisha wakina mama kuzama katika maombi, kuombea watoto wetu, kuombea kazi zetu, kuombea biashara zetu na shughuli mbalimbali tunazofanya.
hasa zaidi tunatakiwa kuliombea kanisa, kwa sababu kanisa likisimama na mama akisimama, taifa linasimama. Mama ndiye aliyebeba taifa, mama ndiye amebeba kanisa, mama ndiye amebeba kila kitu. Kwa hiyo mama, tumejipanga kwa mwaka huu kujikita zaidi kwenye maombi kwa ajili ya kuombea makanisa yetu, nchi yetu, watoto wetu na mambo mengine yote ambayo tunatakiwa kuyaombea katika nchi hii.